Yes, baada ya Mbosso hapa Juskati aliposti rangi ya kijani kwenye ukurasa wake wa Instagram, na maswali yalikuwa mengi sana kuhusiana na kile ambacho alichokiposti pale, na pale chini kwenye caption alitagi maneno ambayo yalikuwa yanasomeka LN3. Watu wakawa wanajiuliza hichi kitu kina maana gani kwa hiki ambacho amekiposti kwa rangi ya kijani, afu then hapa chini akaja katagi LN3. Sasa hii leo Mbosso kupitia ukurasa wake wa Instagram amekuja kuposti video ambayo amefafanua maana ya neno LN3, ndivyo maana na kirefu cha neno LN3 ilikuwa ni room number 3, hatua tatu ambazo yamezielezwa kwenye ukwaji wake na hapa ambapo alipofika, ndivyo. Na kwenye ile video kulikuwa kuna sauti ambayo ilikuwa inasikika ni ya mtoto na inasadikika kwamba ni mtoto wake. Room 1 inaeleza, ndivyo, kupokelewa kwa yeye kwenye maisha yake ya muziki, ndio ilikuwa room 1 ikiwa inamaanisha hivyo. Room number 2 ilikuwa ya kuweka alama yake, na sasa room number 3 inaonyesha kuwa ni mwanzo mpya wa Mbosso Khan kujitegemea yeye kama yeye baada ya kutoka kwenye lebo ya WCB ambayo ndio ilikuwa ni lebo ambayo ilikuwa inamsimamia before, ndivyo. Everyone alikuwa anajua kwamba Mbosso alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa ndani ya lebo ya WCB, ndivyo. Lakini sambamba na hicho, kwenye ile video ambayo ameiposti pale, ameweka collaboration na Khan Music, ndivyo. Sasa maswali inawezekana yakawa mengi zaidi kuhusiana na hiki kwamba inawezekana Mbosso na lebo ambayo itakuwa inasimamia baadhi ya wasanii kama the way ambavyo yeye alivyokuwa anasimamiwa before. Kama unavyojua kwamba before Mbosso hajasainiwa au hajawa under WCB, simamiwa na Mkubwa Fella kwenye kundi la Yamoto Band ambalo lilikuwa linaundwa na wasanii wanne. Alikuwepo Beka Flava, akawepo na Aslay, akawepo na Enoch Bella, akawepo na yeye mwenyewe Mbosso. Lakini baada ya pale mambo yakuwa mazuri sana, washikaji walikuja kutawanyika, kila mtu akawa anajitegemea. Lakini siku kadhaa baada ya kukaa kwa ukimya muda mrefu, tukaja tukamwona akawa ndani ya lebo ya WCB ambayo inamilikiwa na Diamond Platinum. Sasa baada ya kutoka alikaa kwa ukimya kalevu sana hapa kati, alikuwa hajatoa video yoyote ile au hajatoa ngoma yoyote ile, lakini tuliona tu video akaenda zake Basata, akaenda kuongea, na kuna vitu ambavyo maybe alikuwa ameenda kuviongelea mle ndani. Inawezekana kuna namna fulani ambavyo alikuwa ameenda kuchukua vibali, anaanzisha lebo itakuwa chini ya hiki, na kuna kodi ambazo, kuna paseli ambazo zinakuwa zinatolewa kutoka kwenye lebo. Sasa ndio maana akaenda pale maybe kujiandikisha, mimi na wewe inaweza kuwa hicho. Lakini kwa hiki ambacho Mbosso amekiposti hii leo collaborate na Khan Music, basi inawezekana kile ambacho tulikuwa tunajiuliza mimi na wewe ambaye unanisikiliza muda huu kupitia Mbayu TV, kwamba soon as possible tunaona kwamba Mbosso atakuwa na lebo yake ambayo itakuwa inaitwa Khan Music, na tutegemee kwenye Khan Music kunawezekana kuwa kuna vipaji ambavyo vitakuja kuleta revolution kubwa sana kwenye masuala ya muziki, na muziki wetu ukatoka pale ambapo tupo muda huu ukafika pale ambapo unaweza ukafika. Kama unavyojua maana Mbosso ni moja kati ya wasanii ambao wanajua kuimba, of course, na ni watu ambao wanapoleta kitu kizuri basi wanajua kweli exactly hichi kitu ni kizuri, ndivyo. Sasa tutegemee kutoka mambo mazuri kutoka kwa Mbosso Khan kwa hichi ambacho fanya baada ya kukaa kimya kwa muda mrefu. Inawezekana akaja na mambo mazuri ambayo mimi na wewe ambao unanisikiliza muda huu tunategemea kwa muda mrefu sana, ndivyo. So una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho Mbosso amekiposti kwenye ukurasa wake wa Instagram? Ameonyesha video hatua tatu za ukuaji alipoanza, akaja kachipukia kuja kujitambulisha kwenye muziki, hadi sasa anakuja kusimama yeye kama yeye kuwa independent musician, kutoka kwenye dependent musician ambapo alikuwa anasimamiwa na lebo ya WCB. Right now anaenda kujisimamia mwenyewe na kwenye lebo yake ambayo ameitambulisha pale, inaitwa Khan Music, ambapo tutegemee vipaji vitatoka pale na vitakuja kuleta revolution kubwa. Sio maneno mengi. Kama hujasubscribe kwenye channel yetu Mbayu TV on YouTube, basi make sure unafanya hivyo ili wa kwanza kupata matukio ambayo sisi tunakuwa tunayaweka humo ndani. Lakini pia usisahau kutufollow kuna ukurasa wetu wa Instagram tunatumia kama Mbayu TV, na kama hujamfollow Mr Info JBS kuna ukurasa wake wa Instagram anatumia kaa hivyo. Ciao.